Kwa niaba ya Waziri wa Maji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Alif Suleiman Premji, mbunge wa jimbo la Mtwara Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25/26 Wizara ya Maji ilitengewa kiasi cha shilingi bilioni 898.3, ambapo kati ya hizo fedha za maendeleo zilikuwa shilingi bilioni 824.5, wakati fedha za matumizi ya kawaida zikiwa shilingi bilioni 73.8. Hadi kufikia mwezi Mei 2026, jumla ya shilingi bilioni 799.8 zilitolewa, zikihusisha kiasi cha shilingi bilioni 733.4 fedha za miradi ya maendeleo, sawa na 89% ya fedha zote za maendeleo zilizokuwa zimetengwa. Fedha hizo zimewezesha Wizara ya Maji kuendelea na utekelezaji wa jumla wa miradi 1544 ya mijini na vijijini iliyokuwa imepangwa kutekelezwa katika bajeti ya mwaka 25/26. Mheshimiwa Arif Suleiman Premji, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nishukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo la Mtwara Vijijini linasimamiwa na mamlaka mbili, MTUWASA na RUWASA, na miradi ambayo yenye thamani ya bilioni 3.4 na utekelezaji wake umefikia kwa asilimia 27. Kuna miradi ambayo iko Miwindi, Mbawala, Mkunwa, Maurunga. Miradi yote hiyo imesimama kutokana na RUWASA kuto kupewa fedha kwa ajili ya utekelezaji. Ipi kauli ya serikali kwenye hilo? Hilo swali la kwanza. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ukifika mkoa wa Mtwara mjini, utaona kuna sanamu kubwa tu la samaki linatoa maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba nielimishwe kwa kauli fupi tu ya serikali, ipi tija ya yule samaki kutoa maji ili hali miradi mingi ya jimbo la Mtwara Vijijini imesimama kwa kuto kupatiwa fedha? Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimelisikia swali la kwanza, la pili sijalisikia vizuri. Swali la pili. Mheshimiwa Premji, swali la pili hajasikia vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, ukifika mkoa wa Mtwara utakuta kuna roundabout pale na kuna samaki mkubwa sana anatoa maji, na maji hayo yanakuwa supplied na MTUWASA. Naomba nielimishwe kwa kauli fupi tu ya serikali, ipi tija ya yule samaki ambaye anatoa maji ili hali jimbo la Mtwara Vijijini wananchi wake wanahangaika na changamoto ya maji ya kunywa? Asante sana. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, nadhani umelipata vizuri. Jibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge Alif Suleiman Premji, mbunge wa Mtwara Vijijini, kwa kuongea kwa lugha ya alama na kwa kuonyesha kwamba sanamu ile inatakiwa kutafsiriwa katika uhalisia wake kwamba samaki haachani na maji. Na kwa muktadha huo, kwanza nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba sanamu ile inatafsiri mipango ya serikali, na katika mipango hiyo ya serikali ni katika uwekezaji wa miradi mikubwa ya maji. Mradi mmojawapo ni mradi wa Makonde ambapo uko katika programu ya miji 28. Mradi huo una zaidi ya gharama ya shilingi bilioni 85. Ni uwekezaji mkubwa sana wa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunaamini kwamba mradi huu ukishakamilika, maana yake kwamba huduma ya maji safi na salama kwa wanamtwara itakuwa imeimarishwa, na Watanzania wanaotoka katika viunga vya Mtwara watanufaika na huduma hiyo ya maji safi na salama, na tafsiri halisi ya sanamu ya samaki yule kuonyesha kwamba maji yanapatikana itakuwa imetimia. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kama ambavyo amesema Mheshimiwa mbunge kwamba Mtwara inasimamiwa na mamlaka ya maji Mtwara mjini, lakini pia
inasimamiwa na RUWASA. RUWASA kazi yake kwa mujibu wa sheria namba 5 ya mwaka 2019 ambapo wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini ulianzishwa, kazi yake ya kwanza ni usimamizi wa ujenzi wa miradi ya maji, na baada ya kukamilisha ujenzi wa maji ni kusimamia utoaji wa huduma ya maji kwa wananchi kupitia CBUSOS. Kwa hiyo ni kutoa hofu. Lengo letu liko pale pale kama ambavyo umeuliza kwenye swali lako la msingi. Miradi 1544 imetekelezwa, lakini mpaka sasa tunayo miradi 1206 inayoendelea kutekelezwa nchi nzima. Kwa hiyo tunaamini kwamba wananchi wa Mtwara tutaendelea kupeleka fedha kuhakikisha kwamba wakandarasi wanaotekeleza miradi hiyo